Huyu kaonewa, kanyanyaswa, kafukuzwa kazi pasipo haki na mwajiri wake. Babi Gumira Sauli, raia wa Rwanda, raia wa Uganda, yu wapi? Ni wewe. Na mwajiri wako amekuja? Ndio mkuu. Yu wapi mwajiri wako? Kanisa la Mungu wako pale. Mwajiri yuko wapi? Dasgeti. Huyu bwana imekuwaje? Kwanza unamtambua? Ndio. Sawa. Alikuwa anafanya kazi kwako? Ndio. Aliondolewa kazini? Aliondolewa kutokana na mkataba ulifika mwisho. Mkataba uliisha? Ndio. Alilipwa haki zake alizokuwa anadai wakati mlipokuwa mmekubaliana kulingana na mkataba? Ndio. Sasa kaja kulalamika nini wewe unavyofikiria? Labda tumsikilize atoe maelezo. Tumsikilize. Mimi kama nilivyotajwa hapo mkuu, ndio. Mimi naitwa Babi Gumira Sauli, ni raia wa Uganda. Niliingia hapa nchini mwaka 2009. Na 9 ndio mkuu. Kufanya kazi kama mwalimu. Na nilikuja kwa ajili ya kufundisha somo la uchumi. Nilivyofika nikaanza kazi kama mwalimu. Nikafanya kazi yangu tu kwa amani na kufuata taratibu za nchi. Nilivyofika mwaka 2017 nikabadilishwa utaratibu na mwajiri wangu kutoka kwenye kazi ya walimu kwenda kwenye kazi ya umissionari. Sasa nilivyohoji umissionari umetokea wapi, na mimi nilikuja kufanya kazi ya walimu. Na mkataba yangu yote nasema mimi ni mwalimu tangu mwaka 2009, inakuwaje mwaka 2017 niwe missionari? Mwaka 2023 ni Desemba nilivyotolea kwenye ukuu wa shule nikarudi mwalimu wa kawaida. Lakini nilivyorudi mwalimu wa kawaida Januari mwezi wa kwanza nikapunguzwa mshahara 100,000. Nilivyoenda kwa manager koji, kwa nini nimepunguzwa mshahara? Walikupa na barua kwamba tunakupunguzia 100,000? Hawajanipa barua. Nikamwandikia manager barua na kwa nini nimepunguziwa mshahara? Wakasema ni taratibu za kanisa, ni miongozo ya kanisa, na mimi kwa sababu sio mwenyeje na sio raia, labda ndio hivyo. Basi mimi nikafanya kazi. Ilivyofika Desemba 2024 nikapewa barua ya kufukuzwa kazi ya kwamba mimi ni yahusu kuisha mkataba wa umissionari. Sasa nikajaribu kumtafuta manager anielezee huo missionari wangu ulitoka wapi na ulianzia wapi na huo mkataba wa umissionari uisha uko wapi, terms zake na conditions zilikuwa ni nini, ili nijue. Lakini bahati mbaya manager akawa ananipiga chenga. Sasa kumbuka umefukuzwa kazi, una watoto, mimi mke wangu ni Mtanzania, tuna watoto 4 hapa. Lakini nikafanikiwa kumuona kiongozi mkuu wa kanisa ambaye ni baba askofu. Alisema nimekupa dakika 10. Wewe ni msumbufu. Unajua ni raia wa Uganda. Sitaki usumbue kanisa. Kaambia baba, mbona mimi nimekuja umenifukuza kazi? Ni sawa, kufukuzwa kazi na kupea kazi ni haki ya mtu. Lakini umemfukuzaje mtu? Mimi naomba niambie nimefukuzwa nini? Akasema nakwambia hivi. Sitaki usumbue kanisa. Na ukiendelea kusumbua kanisa, nitakuwekea wanasheria 8. Na nitakufukuza mpaka mpakani. Kwa sababu serikali hii iko mfukoni mwetu. Nasema basi kama serikali iko mfukoni mwenu na utaniwekea wanasheria 8, mimi sina hela. Nikajaribu kutuliza akili yangu kidogo. Nifanyeje? Nikaweka madai yangu. Yeye aliamuru nilipe shilingi milioni 5 na shilingi 400, ambayo milioni 5 na 200,000 ya nauli ya kubeba mimi familia mzigo yangu kurudi Uganda, shilingi 200,000. Mheshimiwa CMA aliamuru. Na miezi ilikuwa imebaki miezi 7 kwenye mkataba wangu, nilipe miezi 6. Kwa sababu siku ambayo ilikuwa inaangukia mwezi wa 7, ilikuwa siku chache, ilikuwa siku 7. Kwa vitisho mimi nikakubali kupokea zile fedha. Lakini nikadai NSSF. Na hapa malalamiko yangu mheshimiwa mkuu wa mkoa ni wanilipe NSSF zangu. Baba Sadaka kuzungumza, nataka tu nikwambie wewe na wengine wote walioko humu ndani, haswa ndili hapa. Achana na huko habari ya wataalamu wangu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tunaojinasibu nayo, hii serikali ya Mama Samia haijawahi kuweka mfukoni na mtu.
Kama kuna watu wanaweka serikali mfukoni maeneo mengine, sio Manyara. Tena Manyara wakae mkao wa kula wenye kauli hizo. Unaweka serikali mfukoni wewe? Serikali yangu ya mkoa mimi unaweka mfukoni? Nakutia kwenye mfuko wewe. Alafu tuambiane mfuko ni upi? Serikali ikae kwenye mfuko. Serikali hii inasimamia haki. Serikali hii inasimamia utawala bora. Serikali hii inasimamia upendo na inahimiza mshikamano kwa kila mmoja ili kuweza kuleta tija. Hakuna mtu mwenye uwezo kwa vyovyote, awe ana fedha awe hana fedha, kuweka serikali mfukoni, kwa sababu hii serikali haina fedha. Serikali hii ina watu, rasilimali watu ambao ndio sisi hapa, ambao kila mtu lazima apate haki yake, ama sio? Lazima apate haki yake bila kujali ana hela, ana mamlaka. Kila binadamu wote ni sawa. Sasa labda tumuulize sasa hapa bosi mwenye kampuni yako, na wewe pia ni baba mchungaji na wewe, kwa hiyo unafahamu kwamba Mungu ndio Mungu wa haki eh? Sawa kabisa. Kwa hiyo tunategemea watenda haki wa kwanza tuwe sisi, ndio tuwe watenda haki wa kwanza, ili jamii tunayoiongoza iweze kuona ule umungu haswa uliopo kwetu sisi, au sio? Si ndio tunakosema hivyo? Ndio. Mniambie mtakavyolipa haki za wale vijana pale. Wameshadai muda mrefu, najua wiki moja hawezi kushinda kusubiri, watasubiri wiki moja. Wiki ijayo officially na kikao kimoja na watu hawa wa Mungu waniambie namna ambavyo watalipa haki za vijana ambazo kila siku hapa kuna kesi. Wakati nikija hapa nakumbuka nilikuta kesi 2 za walimu wenu. Mnazikumbuka? Nikasema mzisoti. Sijui kama mlizisoti. Hapa pana shule nyingi kwenye mkoa. Msitafute ubaya na ukorofi na viongozi wa serikali, baadaye mseme kwamba mnaonewa, mnanyanyaswa kwa sababu nyenye ni taasisi za kidini. Hatutaki. Kama mmeingia kwenye biashara, maana yake ni kwamba lazima mfuate taratibu, miongozo na sheria ya nchi inavyotaka kwenye eneo ambalo mmejikita. Mmeenda kwenye sekta ya elimu, sekta ambayo ni very sensitive kwenye nchi hii. Tunahitaji mfuate utaratibu wa kutosha ili tuone namna ambavyo elimu ambao mnakwenda kusaidia kuungana na serikali katika kuifanya iwe na tija na sio iwe karaha kwa wananchi. Na tena hapo katibu tawala katika hilo pia naomba pia uende ufanyike uchunguzi na ukaguzi wa kutosha, maana nikisema kutosha Danema unanijua, kuhusiana na habari ya miundombinu ya shule. Nijue. Kwa sababu saa nyingine watu mnatafuta tu chokonoa sehemu ambayo upele hauwashi. Sasa mnapakuna mpaka patoe maji hivi. Katika hali ya kawaida kabisa, hata ukimwita binadamu yoyote, mtoto wa shule tu mdogo tu yule wa darasa la 3, muite umwambie njoo hapa, anayejua pia na pesa, umwambie eti mtu kafanya kazi miaka 17 na nyumbani kwao ni Uganda, ana mke na watoto 4, eti kapewa shilingi 200,000. Je, atafika Uganda? Atakwambia 200,000 ile nchi ya Uganda? 200,000 atafika kweli? Huyo ni mtoto mdogo ambaye bado hajakuwa na uwezo mkubwa wa kureason. Sembuse mtu mzima. Mkaa hapo mtulie. Vijana wangu wanaokuja kwa ajili ya kwenda kuchukua hizo dokumenti za awali ambazo nazitaka ziwe zimetangulia kwanza hapa nianze kuzifanyia kazi, alafu kutokea leo ndani ya wiki moja serikali itafanya kazi na nyinyi ili tuweze kupata kile ambacho tunakitaka. Na hii nataka iwe funzo kwa taasisi zote binafsi kwenye mkoa huu. Sitaki unyanyasaji wa watumishi. Na katibu tawala hili naomba mlifanyie kazi kabisa. Ni maelekezo haya makususi. Piteni kwenye hizo taasisi muangalie hali za kiutumishi za watendaji mule zikoje. Saa nyingine kwa sababu ajira ni ngumu, mtu anavumilia mateso mpaka mateso mengine. Anawaza nikitoka hapa nitapata 200, wapo watoto wangu watakula wapi? Matokeo yake waajiri tumekuwa kama vile miungu watu. Kitu ambacho hakikubaliki kabisa. Waajiri huwezi kuwa Mungu mtu.